Na katika mkoa wetu sekta kubwa mbili zinazochangia ukuaji wa uchumi au wa pato la mkoa, kiacha kilimo, sekta ya madini ni mojawapo. Kwa hiyo niliona pia niwatembelee kwa sababu ni sekta inayofanya vizuri kwenye ngazi ya mkoa, lakini hata kwenye taifa letu. Madini yanachimbwa kwenye ardhi, na ili uchimbe madini ni lazima ubadilishe ardhi hiyo. Na katika kuibadilisha kuna hali ya mabadiliko ya kimaumbile ya ardhi yanatokea. Mojawapo ni ukataji miti, uchimbaji wa mashimo makubwa na madogo. Kwa hiyo jambo langu la kwanza ambalo nitasisitiza kwa mmiliki wa mgodi, wananchi wa hapa, lakini na wachimbaji wengine, ni swala la utunzaji wa mazingira. Kama nilivyosema, sekta ya madini ya pili, lakini sekta ya kilimo ni ya kwanza. Kwa hiyo ili tuweze kulima ni lazima tuwe na mvua za uhakika. Kwa hiyo tunapokata miti kwa ajili ya uchimbaji wa madini ni lazima tufikirie swala la utunzaji wa mazingira ili ikasaidie sekta nyingine kuendelea kuboreka. Lakini la pili ni migogoro ya ardhi. Kwa hiyo kuna wakati unaweza ukakuta madini yapo kwenye maeneo ambayo wananchi wanaishi. Msipotengeneza utaratibu mzuri wa utatuzi wa migogoro ya ardhi, mnaweza mkawa mnatengeneza chuki kwa wananchi dhidi ya serikali yao, na uwekezaji unaweza ukaonekana hauna tija kwao hata kama unaleta kipato. Kwa hiyo niendelee kusisitiza, wakati mkiendelea na shughuli za uchimbaji, pia muendelee katika utatuzi wa migogoro yoyote ya ardhi inayojitokeza baina ya wananchi na wachimbaji nyinyi. Lakini najua mmiliki wa mgodi ana wafanyakazi wa kudumu na wale wa muda. Ni vema pia kwa wale wa kudumu mkawatengenezeshea utamaduni wa kuwa na bima za afya zile za kijamii, lakini pia na bima zile za social security, ili mtu anapomaliza kazi kwenye mgodi huu na sasa akawa hana nguvu tena, basi kile alichokiwekeza au kilichowekwa na mwajiri wake kwenye social security fund kimsaidie kuishi katika muda uliobaki. Na jambo jingine ambalo ni la kusisitiza ni swala la kupima afya, ili mwananchi huyu anapokuja kufanya kazi kwenye mgodi huu, kama alikuja akiwa na afya makini, basi atoke pia akiwa na afya makini. Na hilo unaweza ukalibaini ikiwa kuna utamaduni wa kupima mara kwa mara.